Karibuni katika elimu ya Mwalimu Yusuf. Leo nakwenda kuwaletea makala ya kiumbe jini. Watu wengi wao wakijiuliza kwamba majini wanaishi wapi na wanatokea wapi. Sasa leo tufuatilie mwanzo mpaka mwisho, tutakuja kujifunza kitu. Kama wewe umekuwa ukitamani elimu ya majini, ama wewe umekuwa ukiwasikia majini na utakosa kuamini, basi fuatilia mkasa huu mpaka mwisho, basi utajifunza majini ni wakina nani. Katika vitabu vya Mwenyezi Mungu kuna sehemu Mwenyezi Mungu anasema kwamba aliumba ardhi na mbingu, akaumba vinavyoonekana na visivyoonekana. Tunapokuwa tukizungumzia visivyoonekana, huwa tunazungumzia uwepo wa majini. Majini waliumbwa kwa moto ili kuja kumwabudu Mungu. Hata sisi pia wanadamu tulieumbwa kwa udongo, sheria yetu ni moja kwa kumwomba Mungu. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza uwepo wa mizimu. Uwepo wa mizimu ni watu kama sisi waliofariki na kuacha mwili wao. Endapo tutakaporudi ndani ya ulimwengu, basi ndio mizimu na wengine kuwaita misukule. Jini ni kiumbe ambaye aliumbwa na Mwenyezi Mungu. Watu wengi wamekuwa wakimtafsiri makala tofauti. Kama wewe unaipenda elimu ya majini, basi ndio wakati wako wa kujifunza mengi zaidi. Na wale wengi sana wamekuwa kibisha elimu ya majini, waamini kwamba kisichoonekana kipo. Endapo atakapokutokea ndugu yangu jini, hiyo na wewe sasa utabaki kwenye hadithi za kusimulia wengine wao ambao walikuwa kitusikia kama jinsi na wewe unavyobisha. Watu wengi wamekuwa kitamani kufunga ndoa na majini kwa kutaka kumiliki pesa zake na mali zake. Basi atakupatia kwa sababu ulipomuita. Na kama una shida ya kumuita jini kwa sababu umiliki pesa zake, na kuenda kukuelekeza namna gani na jinsi gani utakavyomuita umiliki mali zake. Basi endapo kama utakuwa na tabia ya kuchepuka, ndugu yangu, sikupi ushauri wa kumuita jini. Lakini kama wewe ni jasiri utakayempenda, na kupa masahi jinsi gani utakavyomuita. Jini ni kiumbe ambaye mwenye wivu mkali. Endapo atakupa mapenzi ukayasikia umekumbatia, atakuja kiumbe kama nyoka, atakuja katika umbile lote lile ili wewe umpende ama wewe usisikie woga kipindi utakapomuita. Sasa akishakuja atakuja katika maumbile ya binti mrembo sana, utampenda popote mtapotaka mtaenda. Lakini sasa ukitapomchipukia na majuma mashepo, basi uamini atakuja katika umbile lake isipokuwa la kawaida. Kama wewe ushawahi kujiuliza chakula cha majini, kuna baadhi ya wao wanaonyonya damu na kula nyama za binadamu, na wengine kwa wanakula mifupa ya wanadamu, na wengine wanakula mifupa ambayo wanatupa jalalani. Wengine wao wengi kwa wanakula mavi ya farasi. Makazi za majini wengi wao kwa wanaishi baharini, wengine wao katika miti mirefu, na wengine katika milima, na wengine hadi chooni kwenu. Sasa majini wako tofauti, kuna marohani, masubiani, mashetani. Sikilizaji unayetusikia, amini ulipo walipo, amini popote unapokwenda, basi wako nyuma yako wakikufuata. Maana hivi viumbe ni viumbe wenye viko na nguvu kubwa sana katika ulimwengu. Wana utajiri, wanamiliki kila kitu, lakini kwa sababu wewe mwanadamu kama mimi, basi tumepewa kipawa kikubwa sana kutoka kwa Mwenyezi Mungu cha kuwaongoza viumbe vyote hapo ulimwengu. Katika vitabu vya Mwenyezi Mungu anasema ametupa kipawa kikubwa sana cha kuongoza yote viumbe vyote vilivyoonekana na visivyoonekana. Maana wewe mwanadamu na nguvu zako halisia zenye Mungu alikabidhi ndani ya maisha yako, basi siku nyingine nitakuletea na kukwambia nguvu zako. Msijali, kusigope kusubscribe na comment ili mfuatilie sehemu ya pili ya elimu ya majini. Karibuni sana.